Assalamu alaikum. Mheshimiwa Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali, Mufti wa Tanzania na Sheikh mkuu wetu Sheikh Omari Ali Kaporo, mwenyekiti wa Jumuiya kuhifadhisha Qur'an Tanzania, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ndio mwenyeji wetu, Mheshimiwa Alhaji Dr. Al-Hassan Mwinyi, Rais mstaafu wa serikali ya awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Bilal, Makamu wa Rais mstaafu wa serikali ya awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Suleiman Jafo, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia mazingira, Mheshimiwa Abdalla Ulega, mbunge, Naibu Waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Balozi wa Uturuki nchini Tanzania, Mheshimiwa Shamim Khan, Waziri mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Kiislamu Tanzania. Leo natambua uwepo wa mama yetu Mheshimiwa Sululu, kiongozi wa taasisi ya kuhifadhi Qur'an ya Sululu Foundation. Tunaheshimu sana mchango wako mama, endelea vizuri, Mwenyezi Mungu atakujalia. Viongozi wa taasisi mbalimbali za Kiislamu mlioko hapa, Mstahiki Meya Omari Kumbilamoto, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, majaji wetu wa mashindano haya makubwa ya dunia, washiriki wa mashindano, tumeona vipaji vyenu, hongera sana. Walimu pamoja na wazazi wa washiriki hawa, tumeona kijana mwaka 9, tunaamini yuko na mzazi wake. Wageni waalikwa, mabibi na bwana, bila kuwasahau wanahabari, assalamu alaikum tena. Ndugu wageni waalikwa wenzangu, kama ilivyo ada, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kudiriki mwezi huu mtukufu Ramadhani tukiwa na sia njema. Aidha, kwa fadhila zake Allah mtukufu ametujalia kujumuika pamoja kwenye ukumbi huu kwa ajili ya shughuli hii muhimu ya kila mwaka kwa lengo la kuisoma, kuisikiliza na kuonyesha umahiri wa kuhifadhi Qur'an tukufu huku tukitekeleza ibada tukufu ya funga. Hivyo basi, kwa huruma hii ya Mwenyezi Mungu tunayo kila sababu ya kunyanyua mikono juu na kumshukuru Allah japo kwa uchache kwa kusema alhamdulillah. Vile vile nimshukuru Sheikh Omari Ali Kaporo, mwenyekiti wa Jumuiya kuhifadhisha Qur'an chini pamoja na jumuiya nzima kwa kunialika ili nijumuike nanyi kwenye tukio hili adhimu ambalo leo hii tumeweza kushiriki sote kwa pamoja. Lakini kabla sijaendelea na maelezo yangu, nimekuja na ujumbe na salamu za heri kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, anawasalimia sana. Pamoja na salamu za Mheshimiwa Rais, pia nimekuja na salamu kutoka kwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye pia anawasalimia sana. Waheshimiwa viongozi hawa kwa pamoja wanatutakia heri kwenye mashindano haya, hasa wasomaji wetu, lakini pia wanatutakia Watanzania wote mfungo mwema wa Ramadhan, kwamba uwe wenye mafanikio, na pia Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kukamilisha nguzo hii muhimu. Nitoe rai kwamba mafunzo tunayopata ndani ya mwezi huu tuendelee kuyaishi hata baada ya kumaliza kwake mfungo wa Ramadhani. Kadhalika nitakuwa mchoyo wa fadhila iwapo sitawapongeza walimu wa Qur'ani ambao Mheshimiwa Kaporo alipokuja hapa amewasisitiza sana, lakini pia wazazi na walezi walioandaa vijana wetu hawa na hivyo kuwawezesha kufikia hatua hii kubwa na ya kujivunia ya kuisoma
na kuhifadhi Qur'an. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu mtukufu ajalie vizazi vyetu viwe na mahaba ya kuipenda, kuisoma, kuhifadhi, lakini pia kuishi Qur'an tukufu. Amina. Natambua pia kazi kubwa inayofanywa na majaji wa mashindano haya katika kuchuja washiriki hawa. Nimeshuhudia mashindano mbalimbali tukitofautiana kati ya wasikilizaji na majaji. Jambo hili ni muhimu sana, lakini lazima tuwaombee majaji, tuwapongeze majaji. Wana kazi kubwa sana kutambua hicho mnachokijua nyie na wanachokitambua wao katika kutoa alama zetu. Naamini pia na leo wamefanya kazi mzuri, watatupa matokeo baadaye. Binafsi naamini sana katika jambo hili la usomaji wa Qur'ani, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuna kufanya vizuri na vizuri zaidi, lakini sisi tunachoangalia ni yale yaliyotemkwa na majaji wetu na waheshimiwa majaji. Tutathamini sana maamuzi yenu na tunatambua umahiri mlionao. Hivyo basi, washiriki wote wa mashindano haya mnapaswa kujihesabu kuwa wote ni washindi. Wote nyie ni washindi. Kwa hiyo muwe na amani. Ndugu wageni waalikwa, ni ukweli usiopingika kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa yaliyojaliwa uwezo mkubwa katika kuisoma na kuhifadhi Qur'an. Hali hii imekuwa chachu ya kuandaa tukio hili la kila mwaka na kuwaita wabobezi wa kimataifa kuja kushindana nao hapa. Na leo mmeona nchi 10 kutoka kwenye mataifa mengine wako Tanzania kuja kushindana nasi wa Tanzania. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumeshuhudia mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu kwa ngazi mbalimbali na yote yamefana. Kwa mfano, tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka huu 2021 tulishuhudia mashindano ya kitaifa yaliyoandaliwa na mama yetu Aisha Sururu, mwenyekiti wa taasisi ya Aisha Sururu katika wilaya ya Viwanja vya Mnazi Mmoja hapa jijini Dar es Salaam, na ilifuatiwa na mashindano yaliyofanyika jijini Dodoma tarehe 23 mwezi wa 4, lakini pia baadaye Zanzibar tarehe 24 mwezi wa 4, yakifuatiwa na mashindano makubwa kabisa barani Afrika yaliyoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 25. Haya yote ni neema za Allah. Mashindano haya ya Qur'an yamekuwa maarufu sehemu nyingi duniani na hivyo yamechangia sana kuitangaza nchi yetu. Watu mbalimbali kote duniani wameendelea kuifuatilia kwa ukaribu na kushiriki pia hapa nchini na kuitambua nchi yetu kuwa ni sehemu ya amani na salama na kwa kuishi. Lakini mashindano haya pia yanatangaza sana sura ya nchi yetu na utalii tulionao hapa nchini kwetu. Ndugu wageni waalikwa, tukio hili la leo pia linatupa fursa kuonesha ulimwengu kuhusu tunu ya amani aliyotujalia Mwenyezi Mungu hapa nchini kwetu. Amani hii ambayo ni matokeo ya misingi imara tulioachiwa na waasisi wetu wa taifa hili, hatuna budi kuienzi na kuilinda kwa ajili ya maslahi ya mustakabali wa taifa letu. Mwitikio mkubwa tunaoona kwenye mashindano haya ni kielelezo tosha cha amani yetu, umoja wetu, mshikamano wetu ambao pia tunao kwenye nchi hii. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru vile viongozi wetu wa dini ambao wamekuwa mstari wa mbele kutuelimisha sisi waumini kuhusu muhimu wa kuienzi amani, kuilinda amani yetu, lakini pia kuidumisha amani yetu. Lakini vile natambua mchango mkubwa wa waumini katika kuienzi na kuitunza amani kwa kufuata miongozo tunayoipata na viongozi wetu kupitia mafundisho ya Qur'ani ambayo hututaka kuepuka vurugu ili kuondoa amani kwenye nchi yetu. Na hivyo sambamba na kuwapongeza kwa kauli yenu ya Qur'ani, kwa kauli yetu ya leo ambayo inasema Qur'an ni amani, nitoe rai kwamba tuendelee kuyaishi mafundisho haya katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu wageni waalikwa, kama nilivyotangulia kueleza, mashindano haya pia kuwa ni fursa ya kuitangaza nchi yetu na utalii tulionao. Na mimi nitumie nafasi hii kuwatangazia wageni hawa wanaokuja kushiriki katika mashindano haya vivutio vingi ambavyo tumejaliwa na Mola wetu
Hapo baadaye nadhani ni muhimu sana, moja ya zawadi mtakazokuwa mnazitoa kwenye mashindano haya kwa washindi wetu, hasa wale kutoka nje, ni kuwapeleka kwenye vivutio mbalimbali ikiwemo na mbuga za wanyama, ili wakajionee tunu ambayo pia Mwenyezi Mungu ametujalia kwenye nchi yetu. Hapa lengo letu ni kuwafanya hawa wageni wetu wakawa mabalozi kwenye nchi zao, namna kuieleza nchi yetu na ubora, amani tulionayo, vivutio tulivyonavyo. Yote haya yataendelea kutangaza taifa letu. Lakini kwa upande wangu naamini kuwa msomaji wa Qur'ani ni mtu maarufu ambaye ana uwezo wa kufikisha ujumbe wote ule wa kujenga katika jamii anayotoka, lakini hususani katika nchi yetu, lakini pia hata kwenye nchi za mashariki ya mbali na nchi za kaskazini mwa Afrika. Zote hizo zinaweza zikapata ujumbe huu wa amani tulionayo kupitia mabalozi wetu hao. Kwa msingi huo, ni waombe jumuiya za kuhifadhi Qur'an Tanzania na wengine ambao mnaandaa mashindano namna hii, muwe na sehemu ya kutangaza vivutio vya nchi yetu ili kuongeza idadi ya watalii watakaokuja hapa kwetu, na kwa kufanya hivyo tutaongeza pia pato la taifa pamoja na kutengeneza fursa za ajira kwa vijana wetu, hususani katika sekta za utoaji huduma. Ndugu wageni waalikwa, kwa upande wangu hii leo ni takriban mara ya 3 nashiriki mashindano haya maarufu kama tuzo ya kimataifa ya Qur'ani ambayo huandaliwa na jumuiya hii ya kuhifadhi Qur'ani tukufu hapa nchini. Na nyote mtakubaliana nami kuwa Sheikh Othman Kaporo na timu yake wanastahili pongezi nyingi sana kwa kitendo chao cha kila mwaka kuandaa mashindano haya. Na mimi naomba niwasihi pale ambako ataandaa tena mwaka ujao aungwe mkono kwa kuchangia maboresho ya zawadi zinazotolewa ili kujenga motisha kwa vijana wetu kushiriki kikamilifu. Katika kipindi kisichopungua miaka 29 mfululizo, Sheikh Othman Kaporo amemudu kuandaa na kuendesha shughuli hii bila kuchoka wala kukata tamaa. Aidha, sote tumekuwa ni mashuhuda wa matunda ya kazi yake hii, na miongoni mwa matunda hayo ni vijana walioshiriki Qur'ani hapa nchini na kisha wakabobea katika fani nyingine za elimu ya mazingira hadi ngazi za juu kama tulivyoshuhudia leo hii. Lakini pia imewasaidia vijana wetu kujifunza jambo kupitia wageni wanaokuja kushiriki nasi, na leo tumeshuhudia nchi zaidi ya 10 zimeshiriki hapa. Miongoni mwa washiriki ni wa Tanzania, na wengine walioshiriki pia wameweza kushindana ndani ya nchi na nje ya nchi na kupata ushindi mkubwa, kama kijana mmoja namfahamu na leo pia alikuwa hapa juu, aliyeweza kwenda nchini Morocco akasoma Qur'ani, hasa ile ile tajwidi akafanya vizuri na ametupa heshima kubwa sana. Na kweli wakati mwingine mashindano ya ile na mimi niweze kuitwa pia niweze kushuhudia umahiri wa vijana wetu nchini. Niwapongeze sana vijana wote. Lakini toe rai kwamba tuendelee kuwakamata vyema vijana wetu, hasa waliohifadhi Qur'an, na kuwaendeleza kitaaluma katika fani nyingine za elimu ya kimazingira. Nimeshuhudia hapa vijana wetu ambao pia wameweza kuhifadhi Qur'an vizuri, lakini wameendelea kusoma pia na elimu nyingine na wamepata mafanikio makubwa sana. Na taasisi hii leo imefanya kazi kubwa sana kwa kutoa zawadi kwa vijana wetu waliomudu kuhifadhi Qur'ani, lakini pia wakafaulu na masomo mengine. Inawezekana. Unaweza kuwa hodari katika kuhifadhi Qur'an, wakati huo huo ukahitimu mafunzo haya mengine mpaka ngazi ya vyuo vikuu. Kwa hiyo tufanye hilo kwa kuwashika vijana wetu na kuwapa mwelekeo wa umahiri huu. Na uwepo wa vijana wa namna hii ni muhimu sana katika kujenga jamii, na jamii yenye kuzingatia maadili mema katika kutekeleza shughuli zao katika kwenye majukumu yao ya kila siku. Si jambo rahisi kumuona mtaalamu aliyehifadhi Qur'ani akienenda kinyume na maadili ya taaluma yake. Qur'ani pekee inatosha kumfanya mwanataaluma huyo aonekane dhidi ya vitendo, aonyeke dhidi ya vitendo vinavyokwenda kinyume na uadilifu.
na sehemu kubwa ya vijana wengi ambao wameweza kuhifadhi Qur'an wamekuwa na maadili mema, na maadili hayo yameongoza katika kufanya mema na mazuri na wamepata mafanikio. Kama alivyosema Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwamba muda huu wetu umetutupa mkono, nami pia nihitimishe kwa kusema kuwa Sheikh wetu Mkuu wa Tanzania, Mufti wetu, mashehe wote mlioko hapa, viongozi wa ngazi mbalimbali serikalini mlioko madarakani na wastaafu, maimamu, Waislamu wenzangu na wageni waalikwa wake kwa waume, wanazuoni wamekuwa wakitusisitiza kuwa ubora wa maneno siku zote ni uchache wake. Aidha, fursa hii ya kusimama na kusema mbele ya hadhara hii tukufu kabisa ni ukarimu wa waandaaji wa shughuli hii, kwani wangeweza kunialika lakini kutonipa nafasi ya kusema chochote kama ambavyo wengine tuko hapa. Kwa hiyo nimalizie maelezo yangu kwa kusisitiza masuala machache kama ifuatavyo. Moja ni kuhusu lengo mahususi la shughuli ya leo. Lengo mahususi la shughuli ya leo ilikuwa ni kuisoma na kuisikiza Qur'ani kutoka kwa vijana wetu waliojaliwa kuhifadhi. Hivyo basi tunapotoka hapa nasi tupate somo, tujenge wivu na tuweze kuweka azma ya kuisoma na kuhifadhi Qur'ani, tukianza na sisi wenyewe na vizazi vyetu, ili na siku moja tuje hapa tuweze kusikilizwa kama tunavyowasikiliza hawa vijana wetu. Lakini swala pili ni kuunga mkono jitihada hizi zinazofanywa na wenzetu wa kuhifadhisha Qur'ani. Katika hili nitoe wito kwa wadau mbalimbali wenye kupenda kheri kuunga mkono juhudi hizi katika kujenga taifa bora la vijana wenye maadili, sambamba na kutoa wataalamu wa fani mbalimbali ambao wana hofu ya Mwenyezi Mungu ndani ya mioyo yao. Na nakutaka nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu ambao wamejitokeza katika kufadhili mashindano haya ambayo tunahitimisha hapa sasa hivi. Nao si kama vile ambavyo wameelezwa kwenye mabango, wako ZBC2, CRC, GBP, kampuni ya SAS, kampuni ya Afya, iPrint, Azam, lakini pia Amson Group, Superdor Group, Channel 10, Delphina Promotion Limited, bila kuisahau taasisi yenyewe inaitwa Quran Memorial Charitable Foundation au Charitable Trust, ambazo pia zimewezesha shughuli hii leo kuweza kufanikiwa. Kwa na wengine wote wenye uwezo tuungane nao wenzetu hao katika kufadhili mashindano haya ngazi mbalimbali, kuanzia ya mkoa, ya kitaifa, lakini pia Afrika, na hii ambayo inahusisha washindani wote kutoka duniani. Tukifanya hilo, Mwenyezi Mungu atatupa baraka zaidi. Lakini swala tatu ni pongezi kwa washiriki waliofanya vizuri zaidi na wale ambao watapewa zawadi kama mchango wenu katika kuliendeleza shughuli hii. Ninawapongeza washindi wote mliopata tuzo za awali, lakini pia najua sitapata nafasi nyingine tena nitoe shukrani na pongezi kwa wale ambao watashinda pia na kupewa zawadi kwenye tuzo zawadi kwenye uhifadhi wa Qur'ani ambao umesharatibiwa na majaji hapa. Tunatambua mchango wenu, tunathamini mchango wenu, lakini pia kazi kubwa mlioifanya ya kujifunza na kusikiliza mafundisho kutoka walimu wetu, na hatimaye leo mmekuwa washindi wa kuhifadhi Qur'ani. Mwisho kabisa ni waombe tutumie fursa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kumuomba Allah aendelee kuibariki nchi yetu, lakini pia bariki watu wake, bila kusahau kuwabariki viongozi wetu, na mjalie hekima na busara kiongozi wetu mkuu wa nchi, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, katika kuongoza taifa letu kwa haki, kudumisha amani na kujenga umoja, mshikamano wa kitaifa. Na ameanza vizuri, hatuna budi kumuunga mkono. Tuendeleze jitihada na wito wake wa mshikamano, lakini pia kazi zote zinazoendelea ziweze kuendelea. Nimefarijika sana siku ya leo kupata fursa tena kujumuika nanyi katika hadhara hii tukufu na kupata fursa kusikiliza Qur'an tukufu ikisomwa kwa mahiri wa hali ya juu na mabingwa kutoka sehemu zote. Kwa kweli nilifurahi sana nikiwa pale. Nilikuwa natamani tuendelee,
lakini kwa sababu majaji wamesema hapo ndio mwisho, basi siku nyingine Mheshimiwa Kaporo usinisahau, na mimi natamani pia kuendelea kusikia haya ili pia tuweze kuungana pamoja. Ndugu wageni waalikwa, mimi niishie hapa. Tutoe fursa sasa ya shughuli hii kuweza kukamilishwa na majaji, na ili pia tuweze kuendelea. Ramadhani mubaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana kiongozi wetu mpendwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi wa shughuli hii, kwa hotuba yako ambayo kwa hakika haichoshi na wala haikuruhusu kusinzia. Nilikuwa namwangalia mzee wetu, babu yetu, Mzee Ali Hassan Mwinyi, wakati wote wa hotuba yako alikuwa anacheka na kufurahi na kupiga makofi. Hii yote kuonesha kwamba maneno ulikuwa unasema ulikuwa unazungumza na nyoyo zetu wala sio masikio yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi